Yes, ikiwa ni siku chache zimepita baada ya msanii wa Bongo Flava Harmonize kutuonyesha mjumba wake, mjengo wake wa kifahari, wao wenyewe wakiita kasri. Jumba ambalo alituonyesha Harmonize ni mjengo wa kifahari, mjengo wa maana kweli kweli, mjengo ambao unaonekana ametumia pesa nyingi sana, kwa jinsi alivyosema kwamba ametumia pesa nyingi sana kujenga ile nyumba, na kiukweli kwa muonekano wa nyumba ile, kiukweli ni nyumba ya pesa ndefu sana, kwa sababu ni nyumba ambayo ni nzuri, imejengwa kwa muundo wa kisasa, lakini pia ina mazingira ya kutosha nje, sehemu ambayo mpaka ina uwanja wa mpira. Kwa hiyo ni nyumba ambayo ni kali kwa kibongobongo hapa. Ni nyumba kati ya nyumba nzuri kiukweli. Lakini sasa habari kubwa ambayo imeshangaza watu wengi leo asubuhi ni kwamba imefahamika kwamba ile nyumba kumbe sio ya Harmonize. Ile nyumba ni apartment. Ni apartment ya Mwarabu mmoja hivi. Sasa inasemekana Harmonize alikodi nyumba ile kwa ajili ya kushow, kwa ajili ya kuonesha watu kwamba yeye ana nyumba, kwamba yeye amejenga. Sasa ukweli umefahamika kwamba nyumba ile kumbe sio ya Harmonize, ile ni apartment. Na inavyosemekana kwamba ni apartment ambayo Harmonize yeye mwenyewe alitaka kupanga nyumba hiyo, lakini pesa au gharama ya nyumba hiyo imekuwa ndefu sana kiasi cha kwamba ameshindwa kuafford gharama hizo. Kwa hiyo baada ya kushindwa kuafford, ndio ukweli ukafahamika, kwa maana ameambiwa atoke kwenye nyumba ile ili ipangishwe watu wengine. Kwa hiyo baada ya kuwa ameambiwa atoke, ndio habari au taarifa zimevuja kwamba ile nyumba kumbe sio yake bwana. Nyumba ya Mwarabu mmoja hivi, ile ni apartment ambayo imejengwa watu wapange, watu waishi. Kwa hiyo Harmonize alichokifanya ilikuwa ni kiki tu kama kawaida. Unajua wasanii hawa kama kawaida bila kutengeneza kiki hawaishi. Kwa hiyo ukweli umefahamika kwamba Harmonize alikuwa anatengeneza kiki. Kama ni kiki kweli alifaulu, kwa maana aliita watu wengi sana, akaita hadi watoto yatima, akawapatia pesa pale, watoto wakamuombea, kumbe nyumba ilikuwa sio yake. Yani kwa upande mwingine ni kama hawa wasanii wanapata dhambi. Kwa nini yani uongopee jamii kiasi hicho, kwamba umefanya kitu fulani na bado hujafanya? Lakini hii nyumba baada ya Harmonize kuonyesha kwenye mitandao ya kijamii kwamba amejenga na nini, watu wengi waliibuka na mjadala kwenye mitandao ya kijamii, kwa maana muda yani siku nafikiri ni miezi imepita, Harmonize ilisemekana kwamba alikuwa amefukuzwa sehemu ambako alikuwa amepanga. Alivyofukuzwa akawa ameenda kuhamia kwenye nyumba yake ya Goba ambayo mpaka sasa hivi haijaisha. Sasa amekuja kuibuka na nyumba kali kama hii wakati nyumba yake haijaisha. Sasa watu au waungwana wakawa na maswali mengi sana kwamba inawezekanaje Harmonize amejenga nyumba kama hii wakati kipindi anafukuzwa alivyokuwa hajalipa kodi nyumba yake haikuwa hivi, alafu nyumba kali kiasi hichi iwe imekamilika kwa muda huu mfupi. No, watu wakawa wamedoubt. Sasa ukweli umefahamika kwamba ile nyumba kumbe sio yake. Kwa hiyo kila alichokifanya ilikuwa ni ubatili mtupu, kuwaongopea watu na kuteka hisia za watu kwenye mitandao ya kijamii kwamba yeye ni msanii ambaye amefanikiwa. Sasa upande mwingine unaweza ukajiuliza kwamba mafanikio ya hawa wasanii yako wapi kama hadi nyumba hawajajenga, wanaishi kwenye nyumba za kupanga. Nyumba kama hivyo wakitaka kuonesha basi wanaonesha nyumba ambazo sio zao. Sasa inafikia stage mpaka watu tunashindwa kuelewa kwamba je, usanii wanapata hela au ni wanapata hela lakini starehe ni nyingi au inakuwaje? Yani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Sasa sijajua kwa upande wako ndugu mtazamaji na msikilizaji, unaweza kutuambia hapo kwenye uwanja wa maoni kwamba wewe kwa upande wako unalizungumziaje hili swala la Harmonize kutulingishia nyumba ambayo sio yake, kushow off nyumba ya watu wengine, halafu
kuwaalika watoto yatima pale, kuwapa zawadi na vitu kama hivyo, lakini kumbe nyumba sio yake, nyumba ni apartment. Tuwekee maoni yako hapo, alafu sisi tutakuja kuruka nayo kwenye next update. Kabla hujaondoka, lakini nikukumbushe tu kwamba hakikisha umesubscribe, lakini pia umeturn on all notification ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata updates zetu zote ambazo tunakuandalia na kukuletea hapa muda wowote, saa yoyote na dakika yoyote. Mimi sina la ziada, tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.